السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji ambao imekuwa ni ada yenu kutufuatilia vipindi vyetu vya tiba za kisunna na visomo vya ruqya, kwa mara nyingine tunakutana tena kwa ajili ya kuzungumza na kuelezana na kushauriana juu ya mambo muhimu yanayotaalaki na afya za wanadamu, lakini pia maisha yao kwa ujumla. Na leo niko hapa kukupa faida ya dua kubwa inayoitwa dua ya mafundo 12, ambapo dua hii wanawazuoni wenye kushughulika na masala ya siri za Qur'ani na siri za adhkari ambazo kazifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, dua hizi wamezipanga milango 12 na wakatoa muongozo kwamba milango 12 itahusika kwenye kufunga mwaka na milango 12 mingine itahusika kwenye kufungua mwaka. Hivyo basi dua hii wakaita kuwa ni dua ya mafundo 12, ambapo huwa inasomwa mwaka unapomalizika, lakini pia husomwa mwaka unapoingia. Ni dua muhimu, na kila mmoja aliyewahi kusomewa dua hii kwa taratibu zake, wallahi aliyaona matokeo yake. Hatujawahi kumfanyia yoyote dua kama hii halafu akaleta lawama kwamba ile dua haikunisaidia, bali kila tuliyomfanyia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala alifanikiwa. Kama ni kujikwamua, alijikwamua kutoka kwenye dimbwi la matatizo, na kama mambo yake yalikuwa hayajawa sawa, mambo yake aliyaweka kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Dua ya mafundo 12, dua ya kufunga mwaka, lakini pia dua ya kufungua mwaka. Na mara nyingi ndugu zangu, dua kama hii inafanywa hasa kwa wale waliorogwa ule uchawi wa kuvizia. Kuna uchawi kama huo, na mara nyingi mchawi anapokuroga uchawi wa kuvizia, kama wewe sio mtu wa adhkar, kama si mtu wa dua, ni nadra sana ule uchawi kukukosa akikukusudia. Na asilimia kubwa ya watu wanaotuijia, ukifuatilia tu historia yake, unakuja kugundua kwamba amerogwa ule uchawi wa kuvizia. Na ili mchawi akuroge huo uchawi wa kuvizia, anatakiwa apate atharan min athari al-matlub, apate kinasaba miongoni mwa vinasaba vya yule anayetakiwa kurogwa. Na tunapozungumza vinasaba, tunakusudia yawezekana ikawa ni nywele zako wewe unayetakiwa kurogwa. Na ndio maana hii leo unaweza ukalala usiku ukiwa salama, lakini kesho asubuhi ukiamka unajikuta umenyolewa sehemu ya kichwa chako. Hili si jambo la bahati mbaya, hili ni jambo la makusudi. Wewe umetembelewa na wachawi moja kwa moja, yawezekana ni wao, au yawezekana ametumia khadimu minasihiri, yule mtumishi anayetokana na uchawi. Mtumishi ni shaitani wa kijini, anaweza kuja kukunyoa. Sasa zile nywele zako zinapochukuliwa zinakwenda kufanywa ule uchawi wa kuvizia. Sasa ikiwa wewe ulishawahi kufanywa hivyo, basi jua kwamba unalo janga hilo. Lakini yawezekana isiwe ni nywele,
Inawezekana ikawa ni kipande cha nguo yako kama sio nguo nzima. Na ndio maana leo hii tumeshuhudia watu wengi wamehifadhi nguo zao kwenye masanduku yao, kwenye makabati yao, nyumbani kwake hakuna panya, lakini anapokwenda kuchukua nguo ili aivae anakuta imekatwa ile nguo. Kile kipande cha nguo kilichochukuliwa ni atharun min atharil matlub, ni kinasaba miongoni mwa vinasaba vya yule anayetakiwa kurogwa. Sasa kipande hicho kinachukuliwa, unakwenda kurogwa wewe ule uchawi wa kuvizia. Na mtu anaweza akachukua hata nguo nzima, usishangae. Wapo watu ambao wamepotelewa na nguo zao katika mazingira ya kutatanisha, hajui nguo imepoteaje, kumbe anakwenda kufanyiwa uchawi wa kuvizia. Lakini pia unaweza ukakatwa kucha zako bila kujijua, yanaweza yakachukuliwa mate yako bila wewe mwenyewe kujua. Tena kuna wengine mate yao huchukuliwa ndotoni, anaoteshwa ndoto, anakula vitu vibaya, akiwa kwenye ndoto anatema yale mate, hukingwa yale. Ni kinasaba miongoni mwa vinasaba vyako wewe unayetakiwa kurogwa uchawi wa kuvizia. Lakini pia yawezekana ukachukuliwa mchanga wa nyayo zako. Tumeona watu wengi wanachukuana mchanga wa nyayo. Pia ule mchanga ni atharu min atharil matlub, ni kinasaba miongoni mwa vinasaba vya yule anayetakiwa kurogwa. Zinachukuliwa zile athari. Lakini pia ndugu zangu, yawezekana kinyesi chako, iwe ni haja kubwa, iwe ni haja ndogo, inaweza ikachukuliwa ikaenda kufanyiwa uchawi wa kuvizia. Sasa mchawi pindi anapopata vinasaba hivi, au moja miongoni mwa hivi vinasaba nilivyovitaja, huwa anaingia kwenye maabara zake za kichawi. Anachanganya vinasaba vyako na uchawi, kisha anakuvizia sasa ili akuroge. Wapo ambao huwa wanavizia jua linapochomoza tu, pale linapoanza kuchomoza ndio anafanya mambo pale, hawezi kukukosa. Lakini anaweza akavizia wakati ule jua lazama. Hii ni elimu ya kichawi, hii elimu ya ushirikina, haifai. Anavizia wakati ule jua linazama, anavizia pale na kuroga. Lakini wapo wengine wanavizia mwezi unapokuwa gizani, ndio anafanya mambo yake, kulingana na lile analotaka kufanyia wewe. Wakati mwingine kulingana na lile anataka kufanyia wewe, anaweza akavizia mwezi ukiwa angani, yeye ndio anafanya. Wapo ambao wanavizia bahari imechafuka, yeye anachungana na bahari tu. Siku ambayo bahari imechafuka ndio anakwenda kufanya jambo lake, anavizia muda huo. Wapo ambao wanaovizia ule upepo wa Kinyamkera ule Kigoma, wanaufahamu sana. Unazunguka hivi, yeye anavizia, akishaupata ule basi pale pale anafanya jambo lake pale. Wewe kama si mtu wa dua, kama si mtu wa visomo, kama si mtu wa adhkari na nyiradi mbalimbali, kukupata kwake inakuwa ni rahisi. Na uchawi jamanini unakamata ba. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Wachawi hawawi ni wenye kumdhuru yoyote kwa huo uchawi wao ila kwa idhini ya Allah. Hii inatufundisha nini? Allah akitaka uchawi unakudhuru. Sasa ili Allah asitake, tumia visomo mbalimbali vya Qur'ani, visomo vya dua, adhkari mbalimbali, nyiradi mbalimbali. Yaani wewe jiweke karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mchawi hawezi kupata idhini ya kukuroga wewe. Lakini sasa wapo watu ambao tunazungumza hivi tayari wamekwisha athirika. Hatuwezi kuacha hivyo hivyo, lazima tuwasaidie. Lakini mchawi anapotaka kuroga uchawi huu wa kuvizia huu, ana uwezo wa kukuvizia wewe mwaka unapomalizika. Kama hivi tunakwenda kumaliza mwaka, anavizia. Lakini pia anaweza kavizia wakati ule mwaka unapoingia. Na hii ndio inaitwa sihrul mawsud, uchawi wa kuvizia. Na ndio maana hii leo kwa utafiti na kwa uchunguzi, unapofika mwisho wa mwaka kama hivi, mabalaa huwa mengi yanatokea. Ajali nyingi huwa zinatokea mwisho wa mwaka kama hivi. Hata wale washirikina na wenyewe huenda majumbani mwao kwenda kutambikia. Washirikina
Na mshirikina ndio ndugu yake mchawi. Kama unavyoona mshirikina anakwenda kutambikia kule Bariadi, kama unavyomuona mshirikina anakwenda Kilimanjaro kutambikia mwisho wa mwaka, basi jua na wachawi hivyo hivyo mwisho wa mwaka huwa wanatoa makafara. Tena makafara mazito kweli. Na wakati mwingine kafara wanazozitoa tunaambiwa na watafiti, aghlabu ma yakunu dima, mara nyingi sana huwa ni damu, tena damu za watu. Ndio maana mwisho wa mwaka huwa panatokea mambo mengi na watu wengi huwa wanapoteza maisha. Na elimu ya tiba bwana ni majaribio na uchunguzi na utafiti. Kwa hiyo utafiti umefanyika, uchunguzi umefanyika, imeonekana mwisho wa mwaka yanafanyika mambo ya hovyo kweli. Na ndio maana wanazuoni hawa wa tiba wakaweka dua ya kufunga mwaka na dua ya kufungua mwaka. Na nitakuja kueleza kwa nini kufunga mwaka na kwa nini kufungua mwaka. Sasa mambo kama haya huwa yanafanyika. Tena kwa uchunguzi namna ulivyofanyika, kuna baadhi ya wachawi unapofika mwisho wa mwaka kama huu huwa wanafanya vikao kwa wale walio wakabidhi majukumu. Je, wameyatekeleza majukumu yao inavyotakiwa? Sasa ikikutikana yule aliyokabidhiwa majukumu kafanya kama alivyopangiwa, ikionekana hivyo, basi huwa anapewa zawadi na kupandishwa cheo katika ulimwengu wa kichawi. Na kama alikabidhiwa majukumu ya mwaka mzima hakuyatekeleza, anapata adhabu na kushushwa cheo. Sasa unapofika mwisho wa mwaka kama huu, watu wanapeleka ripoti zao. Na mwaka unapoingia wanakabidhiwa majukumu mapya. Wapo wanaokabidhiwa majukumu ya kuwaroga watu afya zao, kuwaharibia watu afya. Wengine wanakabidhiwa majukumu ya kuwaharibia watu uchumi. Wapo wanaokabidhiwa majukumu ya kuharibu biashara za watu. Kuna wengine wanawaharibia watu mahusiano. Kuna wengine wanawaharibia watu ndoa zao, kazi zao, ahadi zao zinakuwa hazitimii. Mambo yanakuwa shaghla baghla, hadhar madhar. Dunia inakuwa haikaliki na kule akhera hakuendeki. Mambo yote hayo yanafanyika mwaka unapomalizika, lakini pia mwaka mpya unapoingia. Sasa sisi kama Abu Jada Islamic Foundation tumekuandalia dua inayoitwa dua ya mafundo 12 ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Lakini dua hii unaweza kusomewa wewe na ukapewa utaratibu popote ulipo. Iwe ni ndani ya jiji letu la Mwanza au nje ya huu mkoa wa Mwanza na hata nje ya Tanzania. Tutakupa tu utaratibu, nini unachotakiwa uandae, na sisi tunakuunga vipi ili uweze kushiriki katika dua hiyo. Una tatizo linalosababishwa na nguvu za giza, limekuharibia maisha yako, afya yako, biashara zako, mali zako, mahusiano yako, ndoa yako, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba zilizoko hapo kwenye skrini yako. Tupigie, tutakupa mwongozo namna ya kufanyiwa dua hii ya mafundo 12. Hii ni sehemu ya kwanza ya dua yetu ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Lakini maelezo yanayofuatia, muundo wenyewe sasa wa dua inakuaje, ili wewe mwenyewe uweze kuona kwamba huko uliko unaweza ukashiriki, takuja kueleza hapa insha Allah. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tawfiki, innahu waliyut tawfiki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.